Ruka ni kufanya nini? Mimi najua ni kurukaruka. Charuka ni kumakinika kimasomo. Habit yake sasa inaanza kuchange. Hiyo imenishinda. Charuka kwangu najua ni kurukaruka. Inaweza kusema ni kukataa ama kujua kitu fulani, kama kuruka akili au kuelewa jambo fulani. Hali ya kukosa kufahamu kitu ni kustuka kwa akili. Ile wakati kuku hutoa mchanga. Na kwa mfano ulikuwa na shilingi ianguka mahali pale kwa taka. Sasa wakati unapochukua miti, ile hali ya kutafuta kuchimbua ndani uone mahali imeanguka. Sasa zenye nguruwe anatafuta chakula kwa takataka. Yaani mtu machachari. Yaani ni ule kijana amechangamuka. Ni kama mtu anajua mengi na ni kama ni mtu ako na maarifa mengi. Mtu wa kufanya vitu vya ajabu. Kama ule mtu mjanja hivi kiasi. Kucharuka. Wengine walikuwa nadhani wanatoa maana ya kuchakura kama kuku. Sasa huku kucharuka ni kufanya nini, Bakari? Mtu akicharuka ni sawa na vile ambavyo amerukwa na akili. Hali ya kutokuwa na utulivu kwenye kichwa. Mtu unamsikia anavyozungumza, lakini ukipima vizuri maneno yake unaona huyu kama kachanganyikiwa. Anaongea vitu ambavyo havipo, kama vile mwendo wazimu. Kwa hivyo mtu akikwambia wewe umecharuka wewe, ina maana kwamba wewe unaropoka au unaongea vitu ambavyo havipo. Wacha nikupe mfano hai. Ushawaona watu wanakamatwa kwa sababu wamekataa kuwapeleka watoto wao hospitalini ama shuleni kwa sababu imani imewaambia, kwa hivyo wamejifungia, wanangoja mwisho wa ulimwengu. Charuka huko. Pili, mimi na Mashirima tumeoana. Hatuna gari, hatuna pikipiki. Hatuna gari, hatuna pikipiki. Umenitafuta tu mimi. Sasa si kwa sababu nataka tucharuke na wewe. Nikaja nyumbani nikasema kutoka leo unga napima mimi. 3 atumia 1. Hata zile sufuria za ugali nagonga msumari kwa sababu maji yasipite kiwango fulani. Yaani nimeamua liwe liwalo, lazima tuwe na pikipiki ama gari. Nini mifano mbona unatoa kama mbao ushaifa? Nishafikiria lakini sijawahi fanya. Ele huna mbele wala nyuma lakini umeamua liwe liwalo. Yaani mpaka watu nyumbani sasa wanashangaa nini dadi nini mbaya amesema kila kitu. Nyama hatuli. Ugali mimi ndo napima. Hiyo chumvi mjaribu kumaliza hii kabla miezi 3 muone. Yaani mpaka watu wanaanza nini mbaya na huyu mtu? Umecharuka. Lakini pia kuna kucharua. Kucharua ni kama vile unavyotaka kuwa mchokozi na kitu fulani. Kutaka kuwa mchokozi na vitu fulani wakati kitu hakijatokea lakini unataka tu kukichomekea. Kwa hivyo unacharua. Mtu ambaye kila wakati unamuona unasema huyu ni stress tupu. Hakuna siku anakuja na haumu na kichwa. Msumbufu. Yaani kila wakati ni matatizo. Hai. Alafu kuna neno ambalo lilitumika hivi majuzi na naibu rais Profesa Kithure Kindiki. Alisema mwanamuziki ana kipeo. Kipeo. Bakari ataelezea. Kipeo ina maana. Lakini tuseme kwamba kipeo ni chombo au kifaa kinachohifadhia sana maji. Wakati mwingine wanakiita mabalasi. Wakati mwingine kwenye nyumba za watu ambao wana hela zao wanaweka kama vile flower vases. Wanaweka kwenye kona hivi, wanaweka maua ndani, vitu kama hivyo. Kwa hivyo kitu kinachotengenezwa kwa kaure au chungu. Na wakati mwingine kinakuwa na umbo kama vile la kibuyu. Kwa hivyo hicho ndicho kifaa kinachoitwa kipeo. Kadhalika hichi kipeo ndio ule upeo unaozungumziwa climax. Kwa hivyo bado climax inaweza kuwa ni kipeo. Na kwenye hisabati watu kama wewe vile ambao ulikuwa vizuri sana kwenye umepita sana. Ilikuwa ni kwamba power of 2 power of 3 squared. Kwa hivyo sasa ile power of ndio kipeo kwa Kiswahili. Cube nini? Na nitasema kwa yule aliyemsikia naibu rais, athari ya mama sana kwa sababu kwa kwetu keheo. Wakwenda kusema kipawa. Yani wewe umezaliwa nacho. Hicho ni keheo kwa sababu chatoka kwa Mungu. Hai.